Benki Kuu ya Tanzania Machi 24 mwaka 2025. Taarifa kwa umma. Ufafanuzi kuhusu mwenendo wa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Benki Kuu ya Tanzania inapenda kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa potofu iliyosambaa katika vyombo mbalimbali vya habari. Taarifa hiyo iliyochapishwa tarehe 19 Machi mwaka huu ilidai kuwa shilingi ya Tanzania ndiyo sarafu inayofanya vibaya zaidi duniani. Taarifa hiyo ilitoa maelezo yasiyo sahihi ikihusisha mwenendo huo na kuongezeka kwa uagizaji wa bidhaa kutoka nje, ongezeko la deni la taifa, nakisi ya urali wa malipo ya kawaida, pamoja na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ikiwemo ujenzi wa bandari ya Bagamoyo ambao bado haujaanza. Kuhusu mwenendo wa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani, katika kipindi cha miezi 12 iliyopita hadi sasa, shilingi ilishuka kwa 3.6%. Hata hivyo, ni vema kufahamu kuwa kwenye kipindi cha Julai hadi Disemba mwaka 2024, shilingi iliongezeka thamani kwa 9.51 na kuwa sarafu iliyofanya vizuri zaidi duniani kabla ya kubadilika tena kuanzia Januari mwaka huu. Hali hii inatokana na mzunguko wa msimu wa mabadiliko ya fedha za kigeni nchini na sera ya fedha za kigeni ya Benki Kuu inayoruhusu kubadilika kwa thamani ya sarafu kulingana na nguvu ya soko. Chini ya sera hii, thamani ya shilingi inaendelea kuamuliwa na nguvu ya soko na upatikanaji wa fedha za kigeni sokoni, huku Benki Kuu ikishiriki kwa kiwango kidogo. Viashiria vya uchumi wa Tanzania vinaonyesha ukuaji mzuri, utulivu wa bei, kupungua kwa nakisi ya urari wa malipo ya kawaida na uimara wa sekta ya fedha inayosaidia utulivu wa shilingi ya Tanzania kwa muda wa kati na urefu. Uchumi ulikuwa kwa 5.4% mwaka 2024 na kuifanya Tanzania kwa moja nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Mfumuko wa bei umeendelea kuwa thabiti na wa chini, ukifikia 3.1% mnamo Februari mwaka huu ikilinganishwa na 4.6% mwaka 2022. Kinyume na madai yaliyotolewa katika makala iliyochapishwa, deni la taifa bado ni himilivu, ambapo uwiano wa deni kwa pato la taifa ulikuwa ni 41.1% mwaka 2023-2024, chini ya kiwango cha 50% kilichopendekezwa na IMF. Nakisi ya urali wa malipo ya kawaida ilipungua kwa kiasi kikubwa kutoka 3.7% kwa mwaka 2023 hadi 2.7% ya pato la taifa kwa mwaka 2024 kutokana na kuimarika kwa mauzo ya nje, hasa katika sekta za kilimo, madini na utalii. Hii inafafanua kwa nini shilingi iliongezeka thamani kwa kasi kubwa mwishoni mwa Disemba mwaka 2024. Zaidi ya hayo, mwendo huu unalingana na ripoti zilizochapishwa na Benki Kuu ya Dunia, benki inayowezesha miamala ya kimataifa, IMF, na mashirika ya kimataifa ya ukadiriaji wa malipo. Benki Kuu inahakikishia wananchi kuwa itaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuhakikisha utulivu wa bei kwa kutekeleza sera za fedha zinazolenga kudumisha uthabiti wa uchumi, ikiwa ni pamoja na utulivu wa shilingi ya Tanzania. Imetolewa na Emmanuel Tutuba, gavana. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.